Kipindi chetu cha leo ambaye si mwingine ni shekhe wetu Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, mwenyekiti wa Hay'at Ulama al-Muslimina fi Tanzania, ambaye atatupa faida nyingi za athari ya ndoa katika swala zima la utulivu wa nafsi katika maisha yetu ya ndoa. Sheikh Abdallah, karibu sana. Watazamaji wa Africa TV wanataka kujua kwamba tumeambiwa kwamba litaskunu ilaiha, kwa maana kwamba ndoa ikifungwa matarajio ni kwamba kutapatikana utulivu. Ni kweli ndoa inaweza ikaleta athari hiyo ya utulivu wa nafsi ndani ya ndoa zetu, na inakuwaje mpaka inapatikana hivyo? Naam, kaza ndugu zangu watazamaji wa Africa TV Swahili, nikusalimieni kwanza, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum Salamu alaykum subhanahu wa ta'ala. Pia na kushukuru waandaaji wa kipindi hichi, na pia kumshukuru shekhe akiwa ni shekhe lakini vile vile ni mtangazaji katika swala hili ambaye ni swala muhimu, swala aziz, swala la ndoa, na kuja kutafuta athari zake. Na kama shekhe alivyouliza, ni kweli, naweza nikajibu ni kweli ndoa kama ndoa, pamoja na kuangalia umuhimu wake, lakini ina athari zake nyingi sana katika masala ya nafsi. Na rejea kubwa sana ni lile swala ambalo, au ni ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza, kwa sababu Allah ndio muumba. Na alivyoeleza amesema kabisa kwamba litaskunu ilaiha, hapo ile ameumba yule mwanamke kutokana na mwanamume yule, au ametumbiwa na mume, ametumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala sisi wanamume, ili litaskunu ilaiha, mtulie. Kwa hiyo hii nini ile asakani, yani maana yake ule, au asukuni, ule utulivu, ni kweli ni swala ambalo lipo, na si lipo kwa kulisoma tu, hapana, bali lipo na linapatikana katika hali nzima kabisa ya kiuhalisia. Na kwa maana ya kwamba shekhe, tabia ya mwanadamu yoyote yule, mwanadamu yoyote anajipenda. Hii ni tabia ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka katika mioyo ya wanadamu, kujipenda. Na labda nikupigieni mfano mdogo. Mfano mdogo ni mtoto mdogo tu, kila anavyozidi kukua kidogo, akianza kutembea kwa miguu yake, huwa mtoto yule hapendi kushikwa mkono, na kutembea. Atataja akivishwa suruali yake vizuri, shati vizuri kachomekea, atachukua ile kitambaa, ataiga, atakiweka nyuma. Unamshika twende barabarani, hospitali, hakubali, atakataa, atakatembea mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa uhdiratil anfusu shuh. Hii shuhu ya hapa ni shuhu ya maana ya kujipenda, yani kujipenda. Nafsi yoyote inajipenda. Sasa kama nafsi inajipenda, nirudishe mfano wangu katika jambo letu tunalozungumzia leo la zawaji. Mwanamume yeyote katika hali ya utoto, kama ni mtoto nyumbani, na mwanamke yote akiwa bado ni mtoto nyumbani, anakuwa ana uhuru uliokamilika. Kuna mambo kinafsi anayapenda ayafanye, kuna mahara, yani kuna uhodari na ufanisi anao, lakini anaweza kushindwa kuutekeleza na kuuonyesha, na anapenda ule umahiri wake na uhodari wake auonyeshe, lakini anapokuwa bado yupo katika dhima nyingine anashindwa. Lakini ipatikana ndoa sawasawa kwa mwanamume au sawasawa kwa mwanamke vile vile, ni kwamba pale huwa ni mahala ambapo mtu anajijengea himaya. Na himaya hii ni kwamba kama ni utawala, mtawala ndio yeye sasa. Na kama ni kuonyesha yeye ana umahiri gani, anaweza akafanya nini, anaweza akaamua nini, kitu gani, ni kwamba tayari ile fursa ameipata. Hapa tayari hichi kilichopatikana hichi, ni tayari nafsi yake ipo katika kuridhia kweli kweli. Kwa hiyo ndoa inamfanya mtu kumpa utukufu, inamfanya mtu kumpa kumuonyesha mahala ambapo ataonyesha ule uimara, au ule ujuzi, au ule ufanisi ambao aliokuwa nao. Ndio, kwa hiyo ndoa ina athari kubwa sana katika utulivu wa nafsi na furaha ya nafsi. Naam, Sheikh Abdallah, maneno ni yako kama watu wanavyosema. Ndoa ina athari katika utulivu wa nafsi, lakini kuna baadhi ya wanandoa wapo kwenye ndoa
lakini hawana utulivu. Hivi ni sababu ni nini, na unawashauri wafanye nini ili ndoa iweze kuleta athari ya utulivu katika nafsi zao? Naam, ni kweli hayo tunayashuhudia kwa watu wengi tu, kwa maana kwamba zina utofauti mkubwa katika aliyefahamu athari ya ndoa na faida zake na asiyefahamu. Nikisema nipige mfano ni kwa wazee wetu wa zamani, wazee wetu waliotangulia, waliotuzaa sisi. Wale wazee hili walilijua, sielewi, walilijua kwa kusoma, ama sasa walielewa kwamba ni badihi, Allah aliwatunuku kulielewa. Ndio Vijana wa kileo hilo hawajalielewa. Sasa nijibu swali lako, kwamba tufanye nini ili jambo hili lipatikane kwa watu, athari tunayoiona ambayo si nzuri isipatikane. Cha kwanza kabisa ni jambo ambalo kwanza tusilichukulie kwamba ni mazoea, kwamba tumezoea kushuhudia mtu anaoa na tumezoea kushuhudia mtu anaolewa, au tumezoea kushuhudia ndoa inafanyika. Mazoea tuyaondoe, isipokuwa turejeshe katika tashihi mafahimu, tusahihishe ufahamu kwamba hii ndoa ni chombo na ni utawala uliokuwa kamili, na ndio utawala ambao unatarajiwa jamii kuja kutononeka na kufaidika na kupata utukufu kwa utawala huu. Hii ni mafuhumu. Mafuhumu hii kwanza natakiwa iingiwe kinadharia, iingizwe katika kila mmoja wetu, yana wafahamu namna hiyo. Baada ya kufahamu hivyo, sasa watu watakiwa waanze kupewa mifano ya ndoa, yani wazungumzwe. Kuna mambo mengine yanafanyika mengi tu vijana hawajui, lakini kuna haja ya watu wenye uzoefu fulani kuwa na tabia ya kuzungumza na vijana, kuzungumza na kuwaonyesha na mifano iliyokuwa halisia. Hii inaweza ikasaidia, sababu hamna njia ya mkato zaidi ya njia ya elimu. Watu waelimishwe, alafu watu waonyeshwe mifano ya kiuhalisia, alafu waonyeshwe tofauti ya jinsi gani wanavyofurahi wale wenye kuishi katika ile hali ya uhalisia na jinsi gani wanakosa furaha wale ambao hawaishi katika uhalisia. Nadhani hapa ni njia ya kitaaluma tu, taaluma na kuonyeshwa uzoefu isulivu, inaweza ikasaidia ziada na kumwomba Mwenyezi Mungu sana tawfik. Barakallahu fikum Sheikh Ndauga. Ikiwa ni swala la taaluma, watu wapate elimu itakayowawezesha kuzifanya ndoa zao ziwe na athari ya utulivu katika nafsi zao. Kwa maneno machache, unawaambiaje wataalamu wa mambo ya ndoa ambao ni mashehe, maustadhi na watu wengine pamoja na wanandoa wenyewe? Kwa maneno machache ufunge kipindi. Maneno machache ninazungumza mimi, kwanza ninawaambia mashehe na watu wenye uzoefu, na hasa ni mashehe na watu wenye uzoefu. Nawaambia kwamba waanze kupanga ni program fupi, si ndefu sana, ili zisimchoshe yule ziwepo. Lakini vile vile naweza nikawaambia vile vile jamii na hadhira inayotusikiliza kwamba inapotokea ndoa inapangwa, na kama ndoa inapangwa ni watu wawili wanaoana. Kwa hiyo inashindwaje watu wawili hawa, familia mbili hizi ambazo zimefikia makubaliano, zisikubaliane kutoa fursa ya kuwapeleka vijana wao katika muda mchache kwa mashehe au watu wenye uzoefu fanau wasaidie kuwapa chochote kile cha kimaelekezo. Hili jambo muhimu sana, tufanye maksudi. Jazakallahu khaira, jazakumullahu khaira Sheikh Ndauga.